mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa Pili Mwongozo kujifunza Biblia, tunakukaribisha kwenye Theology TV. Mungu akubariki na kusalimu mahali pote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Huko nikaribisha kwenye robo mpya hii, robo ya 4 mwaka 2025, inazungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Yoshua ni nani? Yoshua ni mojawapo wa viongozi ambao waliongoza taifa la Israeli baada ya Musa kufariki. Ameeleweka kama Musa wa pili, okay? Yoshua alitawala, niseme aliongoza, alikamata madaraka katika kipindi kigumu wakati kulikuwepo changamoto nyingi, wana wa Israeli wakaidi kabisa na walikuwa wamezimia moyo. Miaka karibia 10 hawajafika, lakini hatimaye walikuwa karibu na kuingia. Kwa hivyo Yoshua akamata madaraka, Mungu akamuongoza wakaingia salama. Mpendwa, tunapokaribia kuingia katika Kanaani ya mbinguni, sisi tumekuwa mayoshua wa leo, na ni lazima tujifunze mafundisho ya imani kutoka katika maisha ya Yoshua. Hivi tumejifunza kwenye somo la kwanza kuhusu mbinu kwa ajili ya mafanikio. Sisi sote tunatakiwa kufanikiwa, na kuna mbinu ambazo tutajifunza katika kitabu hiki cha Yoshua. Kama jana tulizungumzia Musa mpya ambaye ni si mwingine ni Yoshua, lakini leo Jumatatu tuzungumzie siri ya kufanikiwa, na tunaipata katika lesoni ya leo. Inazungumzia kuhusu vuka, toa, gawa, tumika. Okay? Vuka, toa, gawa, tumikia. Kwa hivyo wewe pia katika maisha unatakiwa kufanikiwa. Mojawapo wa siri ni kuvuka, kutoa, kugawa na kutumikia. Hivi soma kwenye Yoshua sura kwanza na tuangalie tunaweza kujifunza nini kuhusu muundo wa kitabu kutokana na wazo kuu ya sura hiyo. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unaposoma tu kwenye mstari wa kwanza inasema fundisho ya neno la Mungu linasema maneno haya, inasema Musa mtumishi wangu amekufa. Huyo ni Yesu. Mungu ndiye anasema, basi sasa wewe na watu hao wote jitayarishi kuvuka mto Yordani, uingie katika nchi nitakayowapa wana wa Israeli. Sasa alikuwa amefariki, ilibidi Yoshua ajiandae. Kitabu hiki cha Yoshua ambacho tunazungumzia leo kinaonyesha utimilifu wa ahadi ambazo Mungu alikuwa ametoa kwa Israeli wakati alipowatoa huko Misri. Alikuwa amewaambia kwamba ninawapeleka katika nchi iliyo nzuri, mahali ambapo panajaa maziwa na asali, na sio nyingine, ilikuwa ni ya Kanaani. Kwa hivyo utangulizi kwenye sura hiyo ya kwanza, sura ya kwanza kitabu cha Yoshua inatoa utangulizi, na katika kitabu chenyewe kinagawanyika katika masehemu 4 makubwa. Sehemu ya kwanza ni kwenye Yoshua 1 hadi 9 na Yoshua 1:5 hata 12, ambapo inasema vuka hadi Yordani. Kwa hivyo kuvuka haikuwa rahisi. Ilibidi wawe na imani, mtavukaje Yordani kwa miguu? Ilibidi wakumbuke mojawapo wa mambo ambayo Mungu aliwatendea wazazi wao ama katika kutoka Misri, kuvuka bahari ya Shamu. Na hapa ilibidi tena wawe na imani kuvuka Yordani ili kuingia Kanaani. Ni jambo la kwanza. Nawe pia katika maisha kuna kitu ambacho Mungu amekuahidia, amekwambia utafikia mahali fulani na unapaona kwa mbali, lakini nakwambia leo vuka hadi Kanaani. Vuka hadi Kanaani ya mbinguni. Jambo la pili ni kuchukua Kanaani kwenye Yoshua 1:10 hadi 11 na Yoshua 5:13 hadi 12 na 14. Anasema vuka, ichukue Kanaani. Baada ya kuvuka, ni lazima baada ya kuvuka wachukue Kanaani, nchi ambayo ilikuwa imeahidiwa. Sio tu kuvuka na kuchukua Kanaani, lakini ilibidi pia wagawe hiyo nchi. Na kugawa hiyo nchi ni kwenye Yoshua 1:12-15, anawaambia wavuke watagawa nchi, na kwenye Yoshua 13:1 hadi 11-15 hapo wanaonekana wanapogawa hiyo nchi. Na sio tu hiyo, lakini pia ilibidi kuwatende huduma kupitia utii wa sheria. Kwa hivyo Mungu ambaye alikuwa amewahidia kukamata Kanaani, sio kama Mungu ndiye angalikuja kuvuka kwa niaba yao na kuchukua Kanaani kwa niaba yao na kugawa hiyo nchi kwa niaba yao. Ilibidi watumike, watende, na pia uaminifu kwake, huduma kupitia utii wa sheria. Kwenye Yoshua 1:16-18 kawaidi wao watiifu, na hakika Yoshua 12:1 hadi 24:33 ikawa hivyo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, jana kuna dada yangu kutoka huko Uganda, siatoka, kaniambia kuna watu wengine mimi sielewe ile ambayo inaitwa muda wa Bwana. Watu wengi hawafanyi lolote, wanasema wanasubiri muda wa Bwana. Akasema unieleweshe. Na hivi tulipokuwa kwenye majadiliano nikabarikiwa na somo la leo. Unaona kwamba Mungu anatubariki, lakini anataka tufanye ambayo ni kazi yetu. Nataka nisome tufanye hiyo sehemu yetu. Hapa kwenye lesoni nasema hivyo muundo wenyewe wa kitabu unaonyesha ujumbe wake mkuu. Maamuzi ya Mungu hayakamilishwi kwa kujiendesha yenyewe. Maamuzi ya Mungu hayakamilishwi kwa kujiendeza yenyewe. Badala yake yanahitaji mwitikio wa uaminifu wa watu wake, yaani pamoja na yale yote ambayo Mungu ametenda kwa ajili yetu
ukihusisha yale yote ambayo ametenda kwa ajili yetu ambayo hatuwezi kuifanyia. Sasa tunaitwa kufanya kile tuwezacho kufanya kwa ajili yetu wenyewe, ambacho ni kutii kile ambacho Mungu ametuamuru tufanye. Hivyo ndivyo imekuwa katika historia yote takatifu na inasalia kuwa hivyo leo. Kwa mfano, maelezo juu ya watu wa Mungu wa mwisho wa wakati kwenye Ufunuo 14:12 yanawasilisha wazo hilo hilo. Imani katika kile ambacho Mungu ametutendea, jambo linaongoza hadi kwenye utiifu. Mungu ametuita na ni lazima tufanye ambayo ni kazi yetu. Amefanya pare yake, nasi tufanye iliyo pare yetu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo kwa somo hili, umetuonyesha kwamba ni lazima tutende tukikutumainia, tuvuke, tutwae na kugawa na kutumika kwa uaminifu. Bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa, kuna changamoto, kuna swali. Nataka ufikirie juu ya baadhi ya ahadi ambazo neno la Mungu zimetoa kwako. Mungu amekuahidia kitu fulani. Ni mwitikio wa namna gani ambao pengine unatakiwa kwa upande wako ili hizo ahadi ziwe halisi? Mimi Mungu aliniahidia kwamba nitakuwa mchungaji, lakini sikukaa kimya ili niwe mchungaji. Ilibidi nisome shule na nifanye ambayo ni pare yangu. Na unadhani kwamba Mungu amekuahidia nini na nini unatakiwa kufanya? Usikose kusubscribe, like na kushare.